Majina yangu naitwa Benedetta William Samo, nimetokea shule ya Msabega Secondary School na nipo hapa mbele yenu kwa kuwa nimeweza kushika nafasi ya kwanza kwenye mtihani ambao tulifanya wa TAOSA mwezi Mei. Namshukuru Mungu kwa hilo. Ilikuwa ugumu kiasi gani wewe kushika nafasi ya kwanza kwenye mtihani huu? Kwenye mtihani huu kuna mashindano mengi, ndio watu wanasoma kutoka shule mbalimbali, ila wenzangu mkuu ambao nimeweza kupata mpaka nimeweza kufanikiwa hivi ni kwa walimu wangu, ndio wameweza kuniwezesha. Nimefanya consultations nyingi, mazoezi mengi, ndio na muda Mungu wa kusoma, ndio maana nimeweza kufaulu. Wewe na wenzako nini kiliwasukuma ili kuweza kupata matokeo mazuri, kwa sababu tunafahamu shule nyingi zina walimu pia kama vile ambavyo Msabe mnafundishwa? Nini ambacho cha kipekee ambacho kiliwasukuma nyinyi mkaweza kupambana na kushika nafasi ya kwanza? Cha kwanza ni walimu wetu. Ndio kuna shule nyingi zina walimu ndio, ila walimu wetu ni walimu bora ambao wanatupa muda Mungu wa kunisomea. Kuna mazingira mazuri pale hivi, kuna library ambapo tunapata vitabu mbalimbali vya kuweza kujisomea. Kuna shule nyingine hazina library ambazo ni za maktaba kwa kifupi, ambazo hawazipata vitabu. Kuna nesi, yani ukiumwa ugonjwa aina yoyote unatibiwa kwa haraka, vyakula ni mahiri, hivyo vinatuwezesha kuwa vizuri kwenye kusoma. Kuna matatizo mbalimbali. Neno wako mmoja kwa wanaokutazama? Kwa wanaonitazama na washauri sana, mnatakiwa mje kwenye shule yetu bora ya Msabega Secondary School, Msabe Schools kwa ujumla. Hata Msabe Boys nayo ni nzuri, Msabe Girls Primary, mnatakiwa mje, na si wazazi mje mwaite watoto wenu, maana kuna ufaulu bora katika shule yetu. Kwa majina naitwa Martha Aule, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Msabe Girls. Hapa tulipo ni wanafunzi wa kidato cha 4 ambao tumefanikiwa kuingia kwenye 10 bora kwenye mtihani wa moko tuliofanya kanda ya Ziwa mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 6. Tunamshukuru Mungu kwa ametuwezesha tumefika hapa, sio kwa uwezo wetu lakini kwa uwezo wake yeye. Ametuongoza, tumejituma sana, tumefanya jitihada mbalimbali ili tuweze kufika nafasi hii. Na pia tunashukuru walimu wetu kwa kuwa shule yetu imekuwa ya kwanza, imeongoza Mwanza DC yote kwa shule zote zilizopaka Mwanza. Pia tunapenda kuwahimiza wazazi waliopo majumbani kama na watoto wao waweze kwenda shuleni hapa ili waweze kupata elimu bora ambayo itawasaidia hata. Jina naitwa Wayne Komondi, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 Msabega Secondary School. Sisi hapa ni wanafunzi 10 bora tuliojitokeza katika matokeo mazuri ya TAOSA tuliyofanya mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 6. Tumefanya vizuri kimwanza, maana shule yetu imeongoza kwa kwanza katika matokeo yote kwa ujumla, ambapo tumefanikiwa hivyo kwa juhudi za walimu wetu. Mazingira ya shule yalikuwa mazuri, wanatupa huduma nzuri za kufanya tuweze kuongoza na kupata matokeo mazuri katika matokeo mtihani yote ya ndani na nje. Kwa majina naitwa Gloria Alois Kubeja, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya wasichana Msabe. Shule yetu imefanikiwa kuchukua nafasi ya kwanza katika matokeo ya TAOSA, mtihani ambao tuliweza kufanya tarehe 18 mwezi wa 5. Hakika haikuwa kazi rahisi kwa sababu ya walimu wetu tulionao. Hakika walimu walioko Msabe sio kama walimu walioko shule nyingine. Walimu walioko hapa ni mahiri, wana ujuzi mwingi, na ni walimu ambao wana roho ya kujitolea, wanatamani sisi tuweze kufika mbali. Kwa tumekuwa na walimu wetu kuanzia asubuhi sana tunapoamka mpaka tunapenda kulala. Walimu wanakuwa na sisi, wanatufundisha, wanatupa test mbalimbali, tunafanya consultation nyingi. Kwa vitu kama hivi hapa tunaweza kusaidia sisi tuweza kupata matokeo mazuri ya mtihani wa TAOSA ambao tulifanya mwezi. Lakini pia katika shule yetu ya Msabe kuna miundombinu nzuri, tuna majengo, madarasa makubwa, tuna huduma karibu ambazo ni nzuri tunazozihitaji zipo karibu na sisi. Kwa hivyo hatusumbuki sana kwenda kutafuta vitu vingine nje ya shule. Lakini pia miundombinu iliyopo Msabe inasaidia wanafunzi kuweza kutulia darasani na kuconcentrate katika masomo, kwa sababu hatupati kelele yoyote kutoka barabarani, hatusumbuliwi na shida yoyote. Shule yetu iko sehemu nzuri. Kwa hivyo ningependa kuuliza wazazi kwa majumbani, msiogope kuleta watoto wenu hapa. Hii shule nzuri, inalea katika malezi, katika maadili, lakini pia inatulea katika misingi ya dini imara, kwa sababu tukiwa hapa Msabe hakika tuna shughuli nyingi sana za dini tunazofanya. Majina naitwa Vanessa John Dama. Mimi ni kati ya wanafunzi ambao tulifanikiwa kuingia katika top 10 ya TAOSA. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya matokeo, kwa sababu haya matokeo yamechangiwa na juhudi za kusali na kuomba, kwa sababu shule yetu pia inatoa huduma za kidini
ambapo kuna dini zote, Waislamu, Wakatoliki, walokole na waukwato wote wanapata nafasi ya kusali na kumwomba Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kupitia dini tumepata malezi bora, pia tunajengeka kiimani na kitabia, kwa sababu kupitia kumjua Mungu tunajua tabia njema ni zipi na vitu vibaya ni vipi vya kuepuka. Kupitia dini tumefanikiwa kupata matokeo mazuri, kwa sababu tunapata misingi mizuri ya kiroho na misingi mizuri ya kimaadili, na tunapata muda mwingi wa kujisomea, kwa sababu tunakuwa tunafuata yale maadili ambayo walimu wetu wanakuwa wanatuelekeza. Kwa majina naitwa Xavier Godfrey Kamugisha, na mimi ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya wasichana Musale. Sisi tuliosimama hapa nyuma ni wasichana tulioingia kwenye 10 bora kwenye mtu tuliofanya mwezi wa 5, na kati ya mambo ambayo yanajenga katika matokeo yetu ya Musale ni kwenye swala la malezi na ziara ambazo tunapata hapa shuleni. Shule inaweza kutoa huduma ya kupata ziara katika vitu mbalimbali kama Bujora. Wanafunzi wanapata elimu kuhusu historia ya Tanzania. Pia tunapata malezi bora kutoka kwa mamacho ambao tumekuwa hapa shuleni. Kwa tunamsha muda wa kuamka na wahi kuja darasani kwa wakati kupata masomo yetu, na pia tumeweza kupewa na muda wa ziada kusoma usiku ili tuweze kufaulu katika matokeo yetu. Hivyo wazazi tunawasihi mwaite wanafunzi hapa Musabe, hakika watapata matokeo mazuri ambayo yatasaidia kufanikiwa katika malengo yao ya juu. Majina naitwa Kulithuma Ahmed Kitunzi, mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya Musabe Girls Secondary School. Nimeingia kwenye 10 bora katika mtihani wa kanda ya Ziwa tuliofanya mwezi wa 5. Mimi imenisaidia kwa sababu nafaulu masomo ya sayansi ambayo yatanisaidia kuweza kuwa engineer kwenye mambo ya kompyuta, na naamini pia elimu tunayopewa na walimu wetu itatusaidia wanafunzi wote hapa tunaweza kufikisha malengo yetu. Wanapambana, tunasoma kwa bidii, kuna maabara nzuri zinatusaidia kusoma kisayansi zaidi, lakini pia naamini kwa juhudi zetu na nguvu zetu shule yetu inaweza kuwa bora na tukawa maisha mazuri. Kwa jina naitwa Mwalimu Emmanuel Mirija, ni mwalimu mlezi wa kidato cha 4 mwaka 2026 shule ya sekondari ya wasichana Musabe. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo mazuri ya upimaji ya moko mwaka 2026 kanda ya Ziwa. Wanafunzi wetu wamefanya vizuri ukilinganisha na shule nyingine, kwa sababu katika shule zilizoko Mwanza jiji shule yetu imekuwa ya kwanza kati ya shule zote zilizoko Mwanza jiji, lakini pia tumeshika nafasi ya 3 kwa mkoa mzima wa Mwanza, na kwa kanda tumefanya vizuri zaidi kwa sababu wanafunzi wetu wote wamefaulu wa juu wa division 1 pamoja na division 2. Wachache sana wanafunzi 8 tu waliopata division 2. Kwa 166 wote wa division 1. Ufaulu huu ni mzuri, umewafanya wao na matokeo ambayo yanaonesha mwanga mzuri kuelekea mtihani wao wa kitaifa utakaofanyika mwezi Novemba. Kitu pekee kilochangia ufaulu huu ni jitihada nzuri zilizofanywa na walimu pamoja na wanafunzi wenyewe, utayari wa wanafunzi wenyewe kujifunza, kupokea maelekezo kutoka kwa walimu, lakini walimu zaidi namna wanavyojitoa kuwasaidia watoto hao. Walimu wanakwenda mbali zaidi, wanajitolea zaidi na kushughulikia changamoto za wanafunzi, hasa wale ambao ufaulu wao ni hafifu, kwa kukutana nao moja kwa muda wa ziada. Tunashukuru sana pia mkuu wa shule kwa namna anavyotuunga mkono, anavyotusimamia, anavyotupa maelekezo, na sisi tunayafuata kulingana na miongozo ambayo yeye anatuelekeza tufanye. Lakini pia tunashukuru uongozi wa shule, management, kulemo mheshimiwa mkurugenzi mtendaji, meneja wa shule na wasaidizi wote walioko ofisi za utawala, namna ambavyo wanatuunga mkono. Lakini pia tunapokuwa na mahitaji ambayo tunataka ili tu kusaidia taaluma wanafunzi wetu, wako tayari kutusikiliza na wako tayari kututimizia mahitaji ambayo tulionayo. Kwa hiyo shule yetu inaendelea kukua, inaendelea kuwa shule bora kwa kanda ya Ziwa na kitaifa kwa ujumla. Na hivyo tungependa kuwashauri pia wazazi ambao wana watoto huko, hii shule ni chaguo sahihi kwa kila mzazi ambaye angetamani mtoto kupata elimu bora. Kwani ukimleta mtoto Musabe Girls Secondary School, unamleta mahali salama ambapo atajifunza, atapata maarifa, atapata malezi mazuri. Na mitihani ya kujiunga na shule yetu kwa kidato cha kwanza mwaka 2027 tarajiwa kufanyika tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu 2026, pia tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 2026 mahali hapa shuleni Musabe Girls Secondary School.
lakini pia na vituo vingine ambavyo vishatangazwa kwenye matangazo yetu ambayo yako kwenye mitandao ya kijamii na kwenye website ya shule yetu. Kwa hiyo ningewasihi wazazi ambao wanaona uhitaji wa kutafuta shule kwa ajili ya watoto wao, basi Musabe Girls Secondary School ni mahali salama kwa kila mzazi kumleta mwanae ili kupata elimu iliyo bora. Tunawakaribisha sana. Majina naitwa Sara Kidai Kitereja, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari ya wasichana Msabe. Shule yetu ina mazingira mazuri kwa ajili ya wanafunzi kusoma, inasaidia wafaulu. Mazingira yako vizuri sana kwa sababu hatupati usumbufu wowote kutoka kelele zote kutoka nje ya shule. Kwa hivyo wanafunzi wanapata muda waka darasani, wanatulia, wanasoma kwa utulivu. Lakini pia shule hii tunapewa chakula kizuri ambacho kinajenga afya yetu, ambacho kinasaidia wanafunzi wanakula, wakikaa darasani wanatulia, wanasoma kwa utulivu, hivyo tunasaidia kufaulu. Lakini pia kuna michezo mingi hapa shuleni ambayo inasaidia kujenga afya ya akili ya mwanafunzi. Michezo hiyo iliyopo ni kama mpira wa miguu, mchezo wa mpira wa bete, basketball na mchezo wa mpira wa mikono. Michezo hii inasaidia wanafunzi hivyo kuwafurahisha, kupumzika baada ya masomo na vitu